حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. وأشهد أن نبينا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ndugu wapendwa wa imani, ndugu wapendwa wa Islamu, baada ya kumhimidi Mola subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani bwana mtume alayhi salatu wassalam, hatuna budi ndugu zangu kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha ndani ya mwaka huu 2026 katika hesabu ya hijri, tukiwa tuko mwaka wa 1447. Mola subhanahu wa ta'ala ametuwezesha sisi tukawa ni miongoni mwa walioipata Ramadhani ya mwaka huu. Hili likithibitisha basi lathibitisha uwezo wa Mola subhanahu wa ta'ala na mahaba yake kwetu sisi. Hatuna uwerevu ya kwamba tuwe tuna uhakika wa kuzifika Ramadhani zijazo, au wakati Ramadhani iliyopita tukawa na uhakika wa kuifika Ramadhani hii, isipokuwa yeye Mola subhanahu wa ta'ala ametutagua sisi tukawa ni miongoni mwa walioipata Ramadhani ya mwaka huu. Kwa uchache katika hili ndugu zangu ni mtu kusema alhamdulillah, lakini kwa wingi na kwa ukamilifu ni kutekeleza maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake. Ndugu wapendwa wa imani, ni mwezi ambao kwamba una kila aina ya nishati katika ibada. Yule ambaye kwamba alikuwa hasali ataonekana angalau amerudi nyuma katika mwezi huu. Yule ambaye kwamba alikuwa hawezi kutoa sadaka mwezi huu, angalau imani humuingia akatoa. Ukamwona yule ambaye kwamba alikuwa hata kuvaa kanzu hataki, lakini mwezi huu utamwona angalau na yeye ana kanzu yake ametoa chini ya kabati, au amemuomba rafiki yake, lakini ukamwona angalau naye pia amevaa kanzu katika mwezi kama huu, sababu ni mwezi wenye kumtengeza mtu, ni mwezi ambao kwamba humlainisha mtu na kumweka katika misingi ya sawa. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa mengi mazuri. Hii Qur'ani ikatuambia kwamba shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi huu wa Ramadhani ndio mwezi ambao Qur'ani imeteremka ndani yake, na Qur'ani kwetu sisi ndio mwongozo. Qur'ani kwetu sisi ndio yenye kutuelekeza. Lakini ndugu zangu, kila mwaka una mambo yake na kila siku zina mambo yake. Durusi nyingi za Ramadhani huwa ni watu kuifasiri Qur'an na kuieleza kwa kiasi ambacho mtu ataweza ndani ya Ramadhani hueleza, na akajaribu kutabaruku kueleza yale ambayo kwamba yafungamana na Qur'an. Lakini hiyo Qur'ani ndugu zangu imegawanyika katika vipengele tofauti tofauti katika kumwelekeza mwanadamu.
Qur'ani ndugu zangu, ndani ina al-aqidatu wat-tauhid, ndani ina misingi, ina tauhid, kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Manake ifradullahi bil ibada wal iman bir rusuli wal kutubi wal yawmil akhir, kumweza kumuongoza mtu katika kufanya ibada, kumwamini Mwenyezi Mungu na kuamini mitume wake na kuiamini siku ya mwisho, ni moja kati ambayo kwamba yako ndani ya Qur'ani. Ndani ya Qur'ani kuna al-ahkamu shar'iyya, hukumu za kisheria, al-ahkamu wat-tashri'at. Ndani kuna hukumu kwamba huyu akikosea hili hufanywa hivi. Kisha kuna at-tashri'at, sheria kwamba hii mwafaa mfanye na hili hamufai kufanya. Yashtamilu ala nidham al-ibadat, yakusanya Qur'ani katika nidhamu za kiibada, as-salatu, az-zakatu, as-siyamu wal-hajj. Ndani sala, zaka, funga na hija. Kisha ndani kuna al-muamalat, kuna masala ya miamala, az-ziwaj, al-mawarith, al-uqud, kuoana, ndoa zimezungumzwaje na Qur'ani. Ndani kumezungumzwa watu kurithiana, baba atamrithi vipi mwana, mwana atamrithi vipi baba, mke atamrithi vipi mume, na mume atamrithi vipi mke, namna kama hiyo, na katika vigawanyo vya kurithi. Kisha kuna al-uqud, masala ya biashara na mengineyo. Ndani ya Qur'ani ndugu zangu kuna qisasul anbiya wal umam sabiqa. Ndani ya Qur'ani kuna visa vya mitume na umma waliopita. Qur'ani pia imetueleza hili visa vya mtume fulani kisa chake. Kuna mitume imekuja visa vyao kamili, kama Nabii Allah Yusuf alayhi salam, imekuja sura mzima ikaitwa ni suratu Yusuf, ndani ikawa ni kisa chake kutoka mwanzo mpaka mwisho katika maisha yake. Lilibrati wal mauidha, lengo la hivi visa ndugu zangu ni watu kupata mazingatio na kupata mauidha. Kwa mfano kisa ya Nabii Allah Musa, kisa ya Nabii Allah Isa, ya Nabii Allah Ibrahim na Yusuf na wengineo katika mitume ambao kwamba visa vyao vimetajwa ndani ya Al-Qur'anul Karim. Ndani ya Qur'ani kuna al-akhlaq wal adab, adabu, tabia ndani ya Qur'ani zipo. Maana yake da'watu ila sidq, Qur'ani imetulingania katika kuzungumza ukweli. Qur'ani imetulingania katika al-amana, uaminifu. Imetulingania Qur'ani katika al-adl, uadilifu. Imetulingania Qur'ani katika birrul walidaini, katika wema, kuwatendea wazazi wawili, wal ihsani, na namna kama hiyo katika wema. Qur'ani imekuja ikatuzungumzia wasful jaza, sifa za malipo, yani mtu akifanya hili Mwenyezi Mungu atamlipa hili. Qur'ani imekuja ikalieleza jambo kama hili katika aya zake. Tafsilu naim, kuja kupambanua zile neema kwamba kuna pepo, fil jannati wal adhabi fil nar, kuja kueleza sifa na starehe ndani ya pepo, na Qur'ani ikaja ikatueleza adhabu zilizopo ndani ya moto. Al-ijazul ilmi wal kauni, Qur'ani imekuja kututhibitishia ijaz ya ilmi na al-kauni, yani kwamba hata watu wakavuka mipaka kwenye kuvumbua, lakini itabakia kwamba Qur'ani katika uwezekano wake wa kuleta mambo iko juu zaidi kuliko mwanadamu katika uvumbuzi wake wa kutenda mambo. Maanake ayatun tushiru ila khalqi samawati, kuna aya ambazo kwamba zaashiria katika kuumbwa mbingu. Watu watengeze madaraja, watengeze watakachokitengeza, lakini hawataufikia uumbaji wa mbingu na uumbaji wa ardhi ilivyojengwa. Wal insan, na huyu mwanadamu, mzungu amekwenda kutengeneza lile robot, lakini ameshindwa kulitia roho imemshinda mwanadamu. Hata Qur'ani ilipokuja kuzungumza lisema yasalunaka ani ruh, wanakuuliza Muhammad kuhusu roho, sema kwamba ilmu yake na ujuzi wake wa roho kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Qur'ani ndugu zangu Waislamu imekusanya mengi ndani yake. Yaweza ikafasiriwa Qur'ani aya kwa aya, na yaweza pia kukatabuliwa baadhi ya mambo ambayo kwamba yako ndani ya Qur'ani yakaelezwa katika siku za Ramadhani, na ikawa bado tu katika mzunguko ule wa kufaidika na kunufaika na Al-Qur'anul Karim, kwa sababu ndio mwezi wa kitabu cha Qur'ani. Qur'ani ambayo kwamba imekusanya sura 114 kutoka suratul Fatiha mpaka suratul Nas, sura 114 na ndani zikiwa na bismillah 114.
Maanake katika sura moja kuna bismillah mbili na kuna sura ambayo kwamba haina bismillah. Suratul Tauba imeanza tu bara'atun minallahi wa rasuli, na katika miongoni mwa sura ndani yake kuna bismillah mbili. Kwa hiyo sura 114, ndani ya sura hizo 114 Mola Subhanahu wa Ta'ala na mtumi akaja kutuelekeza kwamba zipo katika vigawanyo vya juzuu 30. Ukianza toka alif lam mim uende mpaka amma utakuta juzuu ngapi? 30 kwa idadi. Qur'ani hiyo yenye sura 114 yenye juzuu 30 ikakusanyia katika aya 6236, ndio aya zote za kitabu cha Qur'ani. Iko katika vilma 77439 vilma vya Qur'ani, ile alif lam mim dhalika alkitab. Ukivihesabu vilma hivyo viko katika idadi ya 74439 na zafikia katika herufi zake 3,023,015 katika zile herufi zake, ingawaje hii tuloitaja katika idadi ndio ile mashuhuri zaidi, ingawa kuna ikhtilafu. Kuna wengine kumpungua kitu kimoja ama kumezidi herufi mbili katika namna walivyohesabu, sababu kuna vilma kama alif lam mim kuna watu wamevihesabu tofauti na wengine wamevihesabu tofauti. Katika ugawanyaji wa aya utakuta kuna baadhi ya vilma vimeingia aya hii na nyingine aya hii, lakini almuhim ni kwamba kauli mashuhuri na kauli ambayo kwamba imeenea katika wingi ni kwamba kitabu cha Qur'ani kipo katika idadi ya hiyo iliyotaja katika aya zake, herufi zake, juzuu zake na sura zake, na imegawanyika katika ule upangaji tuliosema kwamba ndani kuna sheria, ndani kuna visa. Mwaka jana ndugu zangu tulizungumza masala ya kifiqhi, tukajaribu kutabau katika alfiqhu almanhaji, tukazungumza nadhani tulifika katika babu masala alkhuffain. Lakini mwanadamu ni yule ambaye kwamba hata kabadilishiwe mambo, leo akiletewa hichi na kesho aletewe kitu kingine, hata kikiwa ni kizuri kila siku, lakini huchosha sababu atakizoea. Yule mmoja asema likulli jadidin ladha, siku zote kila kipya huwa kina ladha yake. Hiyo kitu ni kipya, isipokuwa mauti, hata kama ni mapya lakini hayana ladha, ni utungu moja kwa moja. Kwa hiyo leo ama Ramadhani hii, ndugu zangu, katika siku ambazo kama tutaafikiwa, tunataka tuzungumzie masala ambayo tumeyaona katika kitabu cha mtoto mmoja wa kike, mwanamke ambaye kwamba ni msomi, kitwa Fauzia Al-Uqail ama Al-Aqil, ni mmoja katika wasomi wa kike wakubwa sana, wametunga kitabu akakiita Al-Mukhtaru min qisas as-sahihain, vilivyotaguliwa katika visa vya sahihi mbili, Sahihu al-Bukhari na Sahih Muslim. Ndani yake huyu mtoto wa kike au huyu mwanamke akaona visa na akavitagua akavitungia kitabu ndani ya hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam, si zote kwa jumla, lakini tu alitukua katika Sahih Muslim na Sahih Bukhari, ndani akatoa hadithi zenye visa zaidi ya 70. Kwa hiyo tuna uwezekano inshallah, Mungu akituwezesha kuishi na hivi visa katika Ramadhani, labda tutapata karibu visa 40 Ramadhani ikiisha, sababu tukisema ni visa 30 kila siku kisa kimoja na ni visa 70, ina maana kuna karibu visa 40 vitatupita. Lakini lengo na madhumuni ni kupata mazingatio katika visa kama hivi. Mwanamke kama huyo ameataathari kuonesha kwamba mwanamke pia aweza akasoma na akawa mwanachuoni na akatunga na vitabu. Fauzia ameata athari kubwa sana kuonesha kwamba wanawake waweza wakafanya kile ambacho kwa mwanamume pia aweza akafanya. Linisai nasibun mimma iktasabna, hata Qur'ani pia imetuambia lirijali nasibun mimma kasabu walinisai nasibun mimma iktasabna, wanaume wanafungu lao katika walivyotuma na hata mwanamke pia ana fungu lake. Hakuna mahali mwanamke ameambiwa hafai kusoma, hakuna mahali mwanamke ameambiwa hafai kuwa mwanachuoni, hafai kuwa walii. La, mwanamke pia nafasi ya kuwa walii uko nayo, mwanamke pia nafasi ya kusoma na kuwa msomi uko nayo,
mwanamke pia ana nafasi ya kuwa ana dhawabit shar'iyya zimemdhibiti kwamba mtoto wa kike hapa hatofika, lakini havikumdhulumu. Hizo sheria zilizomdhibiti zimemdhibiti kumtunga yeye heshima yake na kumtunga yeye thamani yake katika maisha yake. Kwa hiyo ndugu zangu, tutaishi katika hichi kitabu Al-Mukhtaru min Qisasi Sahihaini, yaliyotaguliwa kutokamana na visa vya sahihi mbili, Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim. Ndani yake mwanachuoni huyu ametagua visa 70 au kuzidi, akaviweka na visa vyenyewe ndani ya hadithi. Lakini visa hivi ndugu zangu, mwenyewe akasema nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas, kutugua mfano wa Qur'ani, kwamba Qur'ani pia nayo ilikuja ikatuletea visa kama nao tulivyoeleza kwamba Qur'ani ndani kuna sheria na ndani pia kuna visa. Kwa hiyo miongoni mwa visa alivyotueleza Mwenyezi Mungu ni kisa cha Nabii Allah Yusuf aliposema nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas, twakutolea visa vizuri zaidi. Lengo nini? Kupata mazingatio, kupata mauidha, na mwanadamu ataka visa. Faqsus al-qasas la'allahum yatafakkarun, watolee visa Muhammad. Katika suratul Qasas yenyewe Mwenyezi Mungu amewatolea visa Muhammad ili wapate kufikiria, wajue ya kwamba kuna mambo yalifanyika nyuma. Laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab, kulikuwa katika kisa chao mazingatio kwa wenye akili. Ma kana hadithan yuftara, haikuwa ni mazungumzo yenye kuzuliwa. Walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kwa hiyo ilipokuwa visa vipo na vina faida zake, ndio huyu mwanachuoni wa kike Fauzia akaweza kuvikusanya vivisa katika kitabu chake na akaviita jina hilo. Na ndio utaona Mtume alayhi salatu wasalam kuonesha ya kwamba mwanadamu ameumbwa, wa inma kana hadha al-ihtimamu al-baligh, ilipokuwa kwamba hii ihtimamu ya visa ni jambo lenye kupelekea au lenye kufikizisha, bilqissati lima laha min athari wadih, ndani ya visa ndugu zangu kuna athari iliyokuwa wazi, fi tawjihi, katika kumwelekeza mtu, wa tarbiyati, na kumlea mtu, wa isali al-mafahim, na kufikisha, kumwelewesha na kumfahamisha mtu. Wajua mtu waweza ukamwelezea na aya na hadithi, lakini lau utamtolea kisa kwamba hicho ndio tutaka kifanya, kuna mwenzako alikifanya kama hichi na akafikia hapa na hapa, akapata mazingatio kwamba kumbe mimi hili jambo kuna mwenzangu tayari ashalifanya na akapata hasara ama akanufaika. Kwa hiyo mimi nataka ninufaike kama sura alivyonufaika yeye, au najiepusha nisipate hasara kama namna aliyopata hasara mtu fulani, katika mifano ya visa. Idhil insanu yuli'u bilqisasi wa yamilu bifitratihi ilayha, mwanadamu siku zote humili katika visa. Na ndio utaona wazee wa zamani ilikuwa wakikaa na wajukuu. Nakumbuka babu yetu akikaa na sisi alikuwa akitolea hadithi. Sasa kulikuwa na hadithi sijui mfalme alifanya hivi, kulikuwa na hadithi sijui kulikuwa na zimu likitafuna watu, kulikuwa na hadithi sijui mara sungura alimkimbia tui, mara sijui simba aliita mkutano. Yote nini? Ni kwamba kuonesha mwanadamu apenda kule kusikiza visa na kusikia matukio ya hali. Na katika hili ndio utaona Mwenyezi Mtume alayhi salatu wassalam aliwahi kusema, wadidna anna Musa kana sabara, tatamani ingekuwa Musa amevumilia akawa mvumilivu. Faqassa Allahu alaina min khabarihima, angalau ile kisi nabii Musa na Hidri kikaendelea. Matukio yalikuwa matatu tu, aliona kijana akamuua, wakapanda kwenye jahazi wakalivunda, wakaenda mahali wakajenga ukuta. Mtume anasema tutatamani Musa angevumilia zaidi, labda tungepata matukio mengine makubwa na tukakiona kile kisa upana wake na manufaa yake. Lakini Musa alishindwa kuwa na uvumilivu, tukapata matukio matatu tu: kijana alouliwa sababu yake, tukajua ya kwamba jahazi lilovundwa sababu yake, na tukajua kwa nini ukuta ulijengwa baada ya kulikuwa waanguka. Lakini lau Nabii Musa angevumilia zaidi, tungepata kuona mengi na mengi na mengi ambayo kwamba yalikuwa katika historia na maisha yule Hidri aliyoyagundua katika mambo. Kwa hiyo ndugu zangu, huyu mwanachuoni wa kike Fauzia, yeye amezichukua hadithi na kila hadithi akaipa anwani, wad'u unwanin munasibin likulli qissa. Kila qissa alichokieleza amekipa anwani yake, heading, kwamba hadithi hii heading yake nimeipa hii, sababu ndicho kinachozungumziwa. Kisha akaja akaeleza baadhi ya mambo ambayo kwamba yamtaka labda mwanafunzi au mwenye kusoma vilma vigumu vigumu ndani ya ile hadithi, kwamba kilima hichi maana yake ni hii. Kisha akaja kwenye dhikrul fawaid, kutaja faida za ndani ya kile kisa. Je, kisa hichi kina faida gani? Kina mazingatio gani? Kina mawaidha gani? Kwa uslubi ambao kwamba ni mwepesi sana. Kisha
baada ya yote, namba 4 akatagua zile fatwa za wanazuoni ambazo kwamba wamezitoa kueleza ama katika kile kisa ambacho kwamba amekieleza kupitia ile hadithi ambayo kwamba ameinukuu. Kisa chetu cha kwanza ambacho kama tutakieleza kwa muda ambao umebakia baada ya utangulizi huo mfupi ni badul wahyi, namna Mtume alayhi salatu wassalam alipoanzishwa kuletewa wahi, kuletewa hii Qur'an. Mtume alikuwa ni mtume hata kabla ya kuzaliwa, alikuwa ni mtume sababu Mwenyezi Mungu aliyemuumba ashamuumba vile alivyo tangu hata hajamuumba. Wewe mahali ulipo, jua Mwenyezi Mungu alikuwa ashajua utakuja na utakuwa hivyo ulivyo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla hata ya kumuumba Mtume Muhammad, alikuwa Mtume Muhammad akija moja kwa moja ulimwenguni yuaja akiwa ni mtume. Hana fatra mtume kwamba alikuwa alianzia utume wake hapa, ni ile kwamba fasda bima tu'mar, sasa tangaza ianze kazi. Lakini alikuwa ni mtume tangu kutozaliwa mpaka kuja kuzaliwa kwake akawa ni mtume, mpaka kuja kuletewa utume sasa rasmi kwamba aianze ile kazi ya utume, sababu kila mtume katika huu ulimwengu ana kipindi alichoanza kazi yake rasmi ya utume wake. Kwa hiyo mtume naye pia aliishi miaka yake 40, kisha baada ya miaka 40 ndio akaanza kazi yake rasmi ya utume, pamoja na kwamba alikuwa ni mtume kabla ya kuzaliwa na alikuwa ni mtume baada ya kuzaliwa na alikuwa ni mtume baada ya kupewa utume na ni mtume mpaka baada ya kuondoka duniani ila qiyami saa. Heshima yake kwetu sisi itabakia kama ilivyokuwa kabla hajakuja ulimwenguni na baada ya kuja ulimwenguni. Sasa wahi ulianza vipi kwa mtume? Kila mmoja na namna yake katika mitume kuletea wahi. Hatutaki turefushe, lakini tukianza kisa chetu namna Mtume alayhi salatu wassalam alivyoanza kupokea wahi kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi an Urwa ibn Zubair, kumpokea Urwa kijana cha Zubair, anna Aisha zawja an-nabi, kwamba Aisha mke wa mtume. Na tulisema siku za nyuma ya kwamba zauj ni kilima cha Kiarabu ambacho kwamba chaweza kufasiriwa mume, chaweza kufasiriwa mke. Wale ulamaul faraidh, wale wenye kurithisha, ndio walokuja ukaweka te kwenye kilima cha zauji cha kumhusu mwanamke, na wakaiata te na kuifuta na kuiondosha katika kilima kinapomhusu mwanamume, ikawa zaujun kwa ulamaul faraidh ikawa ni mwanamume, na zaujatun ikawa ni mwanamke, ili kuweza kutofautisha katika sehemu za kurithisha. Hili ni fungu la mwanamume, hili ni fungu la mwanamke. Lakini kwa asili kilima chenyewe zauji chafasirika vote vyote, chaweza kufasirika kwamba ni mwanamke na chaweza pia kufasirika kwamba ni mwanamume. Kwa hiyo Urwa asema anna Aisha tazawja an-nabi, kwamba na Aisha mke wa mtumi sallallahu alayhi wasallam akhbarathu, alimpa habari, annaha, kwamba yeye, qalat, amesema, kana awwalu ma budia bihi rasulullah, kitu cha kwanza alichoanziwa nacho mtume alayhi salatu wassalam, min alwahi, kutokana na wahi, arruya as-sadiqa, mtume alianziwa wahi wake kuoteshwa ndoto za kweli. Wahi wake wa kwanza mtume ulianza kwa kuota ndoto za kweli. Na ndugu zangu, ndoto zina faida kubwa sana katika maisha haswa ya mwanadamu pia wa kawaida. Huu mwili wa mwanadamu umeumbwa, tunaweza piga mfano kama vile computerize. Ukipatikaniwa kitu ndani katika mwili ambacho kwamba hakitakikani, mwili hukupa sense kwamba kuna kitu kigeni kimeingia, chafaa kitoke. Au mwili ukikosa kitu unachokihitaji, pia utakupa sense kwamba huu mwili wataka kitu fulani, lazima ukitafuta ukilete. Waweza kushangaa kwamba ukikaa tu ukaona watamani kitu fulani, leo natamani kitu fulani, ni mwili umeshakupa hizo sense kwamba mwili kuna kitu kimepungua, na hicho kitu chatakikana kipatikane, sababu chapatikana huku na huku. Mwili wataka stima ndio upige moyo wake, na stima ya mwanadamu yatokana na asali, vitu ambavyo kwamba vileta stima katika mwili, ile kuleta ion. Mwili wataka stima, ile namna moyo kupiga wataka stima, na kitu kikubwa ni asali na vitu mfano wa kina tende. Mwili huo mwanadamu wataka chumvi, kuna vyakula ambavyo kwamba waongeza chumvi katika mwili wa mwanadamu. Mwili wa mwanadamu wataka sukari, mwili wa mwanadamu wataka maji, mwili wa mwanadamu wataka vitu vingi, wataka sijui hiki, wataka kile. Sasa kila chakula kina kazi yake katika mwili. Utaona mwili ukitamani kitu kama kumpungua chumvi, utaleta alama fulani kwamba kuna kitu kinkosekaniwa, machumvi imepungua, ili kuleta.
Kwa hiyo ndoto pia ni katika miongoni mwa mambo ambayo kwamba yaweza kukuthibitishia kwamba kuna kitu kibaya cha kujilia au kuna kitu kizuri kimekufikia. Kwa hiyo ukaota ndoto mbaya, na tukaona Mtume akatwambia kwamba ukiota ndoto ikiwa ni nzuri, basi mueleze mtu ambaye kwamba wamwamini. Usieleze ndoto zako nzuri mtu yoyote. Eleza mtu ambaye kwamba wamwamini, mtu mwaminifu. Na ikiwa umeota ndoto mbaya, wenyewe wakwambia utatema mate upande wako wa kushoto, utatufia, kisha upige audhu billahi ya ile ndoto, na Mwenyezi Mungu atakukinga na uovu wa ndoto ile, kwa sababu ndoto ni katika vitu ambavyo kwamba vyamtokea mwanadamu katika maisha yake. Na mara nyingine ndoto hukujilia kulingana na mawazo yako ya mtana, umewaza, umefikiria, au kuna matukio kadha wa kadha. Na ndio kuna baadhi ya watu usifanye nao siri. Ukizungumza mtana, aweza akayaota ile mambo yote usiku, akaanza kuzungumza, wewe bwana usifanye hivi, mistaki hiyo pesa, na ameota. Sasa watu wakamsikiza, mistaki hiyo pesa bwana, hapana mistaki, ni bwana mmemdhulumu yule. Kumbe bwana amefanya biashara ya haramu. Sasa wako watu ambao kwamba wanachokifanya mtana huwadhihirikia katika ndoto zao, na wakafikia mahali mpaka kuzungumza. Kuna mtu huzungumza ndotoni, azungumza katika usingizi wake. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wassalam alianziwa katika utume wake kwa ndoto za kweli. Fakana la yara ru'ya, ikawa haoti chochote anachokiota, illa jaat mithla falaq subh, isipokuwa humtokea kwa wazi asubuhi, yani humdhihirikia lile jambo wazi, kama sura unavyoona asubuhi inavong'ara. Ndivyo namna Mtume akiota jambo lile humjilia wazi, namna alivyoliona katika usingizi. Na ndio utaona Mtume karibu yuwafa pia alioteshwa. Nasema alioteshwa mmoja katika masahaba, ima ni Ibn Mas'ud ama Ibn Abbas, alikuja mbele ya Mtume. Wajua kitu chako aweza akakuotea mwanayo aweza ota ndoto, lakini mtu si yake, ni yako wewe. Mke aweza kuota ndoto ikawa sio yake, ni ya mume wake. Mume aweza kuota ndoto ikawa sio yake, ya mtoto wake. Ibn Abbas aliota ndoto, asema amekwenda kwa Mtume, mwambia raaitu kaanna al-ardha tuqlah, mimi nimeota ya Rasulullah kama kwamba hii ardhi yang'olewa, chuma zimeshuka zaing'oa hii ardhi ipandisha juu. Maana yake nini ya Rasulullah? Mtume akamwambia maana ya hiyo ndoto kwamba mauti yangu yashakaribia. Ona tukio la Mtume aliota nani? Ibn Abbas. Kwa mara nyingine aweza akaota mtu mwingine jambo, lakini jambo likawa ni la mtu mwingine, na mara nyingine aweza kuota jambo na ikawa ni lako wewe mwenyewe. Na ndio utaona Mtume akatwambia mpaka katika kutaka kuoa fanya istikhara. Istikhara ile waweza ukaota jambo la khairi au jambo la shari. Unaweza ukaswali istikhara, kisha Mwenyezi Mungu akakuonesha ima yakadha macho kwamba huyu mke hakufai ama yakufaa, ama akakuotesha ndotoni kwamba yule mke yakufaa ama hakufai. Na mimi jambo lishakunitokea kwenye maisha yangu. Nilipotaka kuoa, nakumbuka nilimuota yule mwanamke ambaye nitaka kumuoa, yomtukana mamangu. Lakini basi tena mapenzi yakishakughilibu, waweza ukaanza kuigeuza, haiwezekana ndoto tu ya kawaida ukaoa vile vile. Lakini ukishindana na ile ambayo Mwenyezi Mungu amekuonesha, yaje yatokea yale ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amekutahadharisha. Mara nyingine waweza ukakaidi ndoto, kumbe ni kizazi chako kiko pale, ilikuwa yeye ndio mama, wewe ndio baba, alizomuoane watoto wapatikane, lakini fil haki ikawa sio mkeo ambaye kwa mweza kufahamu kadumu au mkaishi. Lakini jambo mimi mwenyewe katika maisha yangu lishakunitokea, kuswali swala istikhara kwa ajili ya ndoa, kisha nikaota kwamba yule mwanamke nataka kumoa yomtukana mamangu, na nikaota ndoto nyingine mwanamke mwingine ambaye kwamba nilitaka pia kumoa, nikaota ya kwamba ampa mamangu mafuta mazuri. Sasa wewe mwenyewe akili kichwani mwako, je, utaishi na mke ambaye kwamba aelewana na mamako na wewe ataishi naye vizuri, au utamoa mwanamke ambaye kwamba atakwenda kufikia mahali hata kama hatomtukana aweza asimpende mamako? Na taban mara nyingine inakuja vile vile katika maisha. Kwa hiyo ndoto ni katika mambo ambayo kwamba usiyadharau, ingawa kuna ndoto za kipuzi pia, adghafu ahlam, zikawa ndoto za kawaida tu, umeota mara sijui afanyika nini, umeota enda. Unajua hakuna ndoto ya ukweli kama ndoto enda haja ndogo. Yote enda haja ndogo ukiamka ushajikojolea. Ngoja nitacheza, mara nyingi watoto huota hivyo. Cheza mpira, ngojeni kidogo. Akienda kanda atakufanya haja ndogo, akishtuka ndo amejichafua kweli. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wassalam ikawa haoti ndoto isipokuwa humjilia wazi ndoto ile ikamdhihirikia. Thumma hubbiba ilayhi alkhala, kisha akapendekezeshewa Mtume kujiweka mbali na watu. Na watu, ukimwona mtu apenda kukaa peke yake, ingawaje inawezekana akaa peke yake kumbe jambazi, lakini mara nyingi utakuta watu wenye akili huwa hawana fujo.
Ona yuko peke yake, yuwawaza vitu vyake muhakkam sana, hana fikra mbovu, ana fikra za kueleweka, fikra zilizonyoka. Lakini utakuta hapendi kukaa na watu, mkianza fujo yeye aona mshamsumbua waondokea. Kwa mtume naye pia akapendekezeshwa ili kukaa mbali na watu. Fakana yakhlu bighari Hira, alikuwa akienda zake pango la Hira kule, yatahanathu fihi, akienda akifanya ibada, ala ibadati jaddihi Ibrahim, akifanya ibada, maana yake hajaletewa wahi, akifanya ibada za babu yake Sayyidina Ibrahim. Alizijua vipi? Ilham, kupewa ilham na Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mtume ni mtume hata kabla ya kupewa utume. Wa huwa ta'abbudu al-layali ulati al-adad qabla an yarja ila ahlihi, ikawa yukaa kule kisha hurudi kwa na Khadija, yatazawwadu lidhalik thumma yarji ila Khadija fayatazawwadu limithliha, uchukua chakula akaenda nacho pangoni, ikimuishia hurudi kwa mkewe na Khadija akatoa chakula kingine akaenda zake. Hatta fajiahu alhaq, mpaka ikaja kwa ghafla akamtokea Sayyidina Jibril alayhi salam, wa huwa fi ghari Hira, fajiahu almalak, malaika Jibril akamjilia. Na hapa ndipo Jibrili alimtokea na umbile lake mtume lile alilomuumba nalo Mola Subhanahu wa Ta'ala. Jibrili alikuwa akimjilia mtume baadaye katika sura ya moja katika masahaba, Dihyatul Kalbi. Sahaba ajulikana alikuwa ni mzuri. Jibril alikuwa akija kwa mtume kwa sura ya huyu Dihya. Sasa mfikirie sahaba alikuwaje mpaka Jibrili atoe sura zake amjilie mtume alayhi salatu wassalam. Masahaba sema tunkuona Dihya jana, sema la, hakuwa Dihya yule, alikuwa ni Jibril alayhi salam. Tunkuona Dihya wazungumzana, sema la, alikuwa Dihya yule, alikuwa nani? Jibril alayhi salam. Lakini mara ya kwanza kabisa mtume alimjilia kwa umbile lake Jibrili lile aliloumbwa nalo na Mwenyezi Mungu. Mbawa 600 zote amezifungua, na katika kila ubawa kuna lulu za kuputika. Lulu ni katika madini moja ya ghali sana ya anguka, na katika kila ubawa kuna malaika. Sasa mfikirie kiumbe kiko vipi Mwenyezi Mungu alivyokiumba. Ukimwona yule whale, yule nyangumi, ukasema hichi ndio kiumbe kikubwa. Kuna viumbe vikubwa kuliko hivyo. Katika baadhi ya riwaya utapokezwa, ima ni katika Israiliyati ama ni habari za kweli, lakini tuambiwa yule Israeli maumbile yake Mola alomuumba, lau zile bahari 7 zote, bahari 7 mwezi jua, Indian Ocean, Pacific, Atlantic Ocean, zote zile zitwaliwe zicho kwenye chombo kimoja, alafu Israeli amwagiwe kwenye kitwa chake, basi yale maji hayatofika kwenye sehemu zake za masikio, yataishi hapa katikati, yatakauki hapa. Bahari zote zile 7 ni kama wewe mwagiwe tu kisoda au tone tu la maji kwenye kitwa, litakauka ndani ya nyele. Basi ndio namna Israeli kwa ule ukubwa wake. Ni katika maelezo ya watu, labda ni katika Israiliyati ama ni hadithi za kutufanya tuwe na uoga na Mola Subhanahu wa Ta'ala katika namna alivyoumba viumbe vyake. Lakini Jibril alayhi salam alimtokea mtume na mbawa zake 600 zote akazifungua. Mtume alishtuka, shangaa, ndani ya pango nani huyu? Alipokuja mtume akamwambia, mtume akaambiwa iqra, soma. Mtume akajibu akasema ana biqari, mimi si msomaji. Mtume aeleza sema fa akhadhani faghattani, akanitoa akanibana akanifinya. Leo taka mtoto wako juu Qur'ani asiguswe. Mwanangu huyu, kuna bwana mmoja mwenye pesa zake alikwenda kwa ustadhi akampelekea mwanawe, akamwambia ustadhi, walipisha ngapi fees hapa? Kama mimi hapa nalipisha fees 300 kwa mwezi. Kama mimi nitakupa shilingi 3000 kwa mwezi mwanangu, lakini sharti langu moja. Sharti gani mzee wangu? Mwanangu, usitaki uchape. Mimi nakupa fee nzuri, nakupa mara 10 ya vile wanavyokupa wengine, lakini mwanangu usimguse. Haitowezekana mzee bwana, lazima mtoto atie adabu. Akasema basi ikiwa kuna dharura hiyo, na kuletea maidi wao. Wakaenda kumtoa maidi nyumbani, akamwambia mwanangu akikosea mchape huyo maidi. Unaona maneno? Mwanangu akikosea, wewe kazi yako ni kumchapa nani? Kumchapa maidi. Kwa hivyo kama yosoma huyu alafu hakushika, umchape yeye, mchape huyo maidi. Akifanya labda ametukana mtoto, amepigana, usimpige, mpige nani? Mpige huyo maidi. Mwanangu usitaki aguswe. Basi ustadhi akiangalia, bwana niletewa shilingi 3000 kwa mwezi, na mzee labda yotoa pesa vizuri. Haya, mtoto akisomeshwa, sema bwana alif hajui, pigwa maidi. Sema be hajui, pigwa maidi. Twende mpaka ye, anza jana nilikufundisha herufi za jana, hazijui, pigwa maidi. So twende, maidi ndio yapigwa. Basi baada ya mwaka maidi alishika zaidi masomo kuliko yule mtoto. Ile filo kwa alipo ilimfa yule maidi zaidi kuliko yule mtoto ambaye kwamba alipo ile
ile fees. Mwaka ukiisha, yule maid maskini amaliza Qur'ani yote, ameshika zile herufi, ameanza kusoma Qur'ani, sababu akichapwa naye yasikia kile kinachosomeshwa, yashika. Akichapwa yasikia kile kinachosomeshwa. Sasa tangu alikuwa yuudhika mpaka mwisho akaona hata pia nisome. Sasa yoitikia naye pia, akiamba alif yule yoitikia. Yule akikosa achapwa yeye, lakini ashashika. Bismillahir Rahmanir Rahim, huyo akikosa yeye anshika, lakini atachapwa yeye huko kwa amekosa. Akikosea amempiga mwenzake, atapigwa yeye. Akikosea labda anchelewa, atapigwa maid. Lakini baada ya mwaka maid ameshika Qur'ani vizuri, yeye ikawa hajui lolote wala hakushika chochote. Kwa hiyo Mtume asema fa akhadhani faghattani, akanishika akanibana akanifinya, hatta balagha minni aljahd, akanaumia mbavu za huko, manake ambazo zilitofautiana zile mbavu za Mtume, za kushoto zilikwenda kulia, za kulia zikaenda kushoto. Leo waweza kumbana mtoto namna hiyo, utakuja kushikwa upelekwe police station. Nimshika mtoto watu kambana wewe, lakini Mtume alibana kuonesha kwamba jambo zuri lolote lazima upitie shida. Leo sisi tunajigamba hapa ni Waislamu, msikiti wetu mashaallah tunajengewa, tutatoa hutuba zetu, tuswali, yote ni juhudi ya nani? Juhudi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lau si yeye tusingefika sisi hapa leo. Lau si yeye kujitolea na kupitia hizo shida, leo tusingefika hapa sisi tukasema tunajinaki na sisi ni Waislamu, tukavaa mavazi ya Kiislamu, tukatembea Kiislamu, tukaishi Kiislamu. Yote ni juhudi yake ya Mtume, uvumilivu wake, subra yake, kuishi kwake vizuri, namna alivyojitolea. Ndio nasi leo tujiona kwamba tuweza kujifakhiria kwamba ni Waislamu mbele ya wasiokuwa Waislamu. Thumma arsalani, kisha Jibril akaniachilia, faqala, akasema iqra, akamwambia tena, qultu ma ana biqari, akasema mimi si msomaji. Fakhadhani faghattani, akanibana sana. Ya pili kaumia, akaniacha mpaka mara tatu, hatta balagha minni aljahd. Thumma arsalani faqala, akasema iqra, soma bismi rabbika alladhi khalaq, kwa jina la Mwenyezi Mungu aliumba. Khalaqa al-insana min alaqa, mimma mwanadamu kutokana na pande la damu. Iqra, soma, wa rabbuka al-akram, na Mola wako ni mtukufu. Alladhi, ambaye kwamba allama bil qalam, ameelimisha kwa kalamu. Allama al-insana, amemfundisha mwanadamu. Ma lam ya'lam. Hizi ndizo aya za kwanza ambazo zilimshukia Mtume alayhi salatu wassalam. Mtume asema farajaa biha Rasul sallam tarjufu bawadiruhu hatta dakhala ala Khadija, akawa yuhema Mtume tatabu, akakimbilia wapi? Kuna na Khadija radhiallahu ta'ala anha warda. Hapa na faida kubwa wa wanaume, angalia katika maisha. Je, mkeo ni mke ambaye kwamba ukiwa na matatizo waweza mkimbilia, au ukiwa na matatizo utamkimbia? Maanake Mtume mmoja na yake yote alipoteremkiwa na Jibrili, akabanwa akapata tabu, hakuona pa kwenda isipokuwa kwa nani? Kwa mke na Khadija. Na sisi nasi wanaume tujiulize katika maisha yetu tulooa, je, yule mke ulionaye ukipatikana na matatizo ni mke ambaye kwamba utamwendea au utamwendea ndugu yako au utampigia mama simu? Sababu kuna wanaume katika maisha yao akipatikana shida, nani? Mamangu. Sababu mke ninamuona hawezi. Kuna wanaume wanapata ajali, mtu yaumia, na akifika ndani ya nyumba mke hata muuguza, tumfanya kitu. Na mwanamke mmoja aliniletea kesi, asema mimi mume wangu tuko wawili, niko na mwenzangu, lakini cha kusikitisha ni kwamba mume wangu akiugua ndo huja kwangu. Na akiwa mgonjwa atakuja kwangu, nitamuuguza mwezi, miezi, akipoa tu ndio toka yenda zake. Basi nikamwambia wewe ndo mke. Mimi ndo niliona wewe, basi ndo mke. Au wengine wote huko ni upuzi tu, labda na tamaa za kibinadamu, au hata kama kuna mke mwingine, huyo mke pia sio mke, kwa sababu kuna kitu ambacho kwamba hakiko huko, kiko kwako. Na mimi nakuhakikishia wewe ndio utakemkalia Eda kama itakuwa ni yeye wa kutangulia. Na fi'lan walikawa nimeishi, baada ya muda janiambia kweli, nimekaa Eda na mke wangu ule, sio mke mwenzangu aliachwa katikati ya safari, nikabakia peke yangu na watoto, na saa hii nimeachiwa mali na familia, kina mume pia wameniona ile thamani yangu kwao na wameniachia mali za mtoto wao. Nikamwambia lau ungeanza kuwa na kupatika ile siku, wewe mbona ukija kwangu ni uje na homa, ukiumia ndio uje kwangu, sikutaki ukakuacha kule. Angeata na wewe huko umeatwa, kisha mwisho wa kusha ungeteseka na watoto, labda na haki zako za kindoa usingezipata. Sasa mara nyingine hawa wanaume huwa wanajua mke gani ndo mke. Huko wengine labda ni mahali tu nitapitia, lakini ajua mwenyewe na mke wangu mwenyewe, nikiwa na dhiki huko ndio nitakwenda kupumzika, nikiwa na stress nenda kwa
kwa mke wangu, na mtu ashukuru akiwa na mke ambaye kwamba akidhikika yenda kumweleza. Mimi nakumbuka siku moja nimedhikika madrasa hapa, nimedhikika kweli kweli, stressi, kimbia kwa ahali nyumbani, fika namweleza mke wangu kuna hivi na hivi, ananiambia kwanza kunywa maji, ulala kwanza kidogo, tulia. Yani waona ile kwamba ana ile kukutuliza ikiwa umedhikika na maisha yako na matatizo, tulia, siwe na nini kuna huku. Kisha wewe ndio ustadhi, lakini yeye ndio yakuelea. Wewe ni ustadhi, tumempitia haya ambao ni hadithi, wewe pia ustadhi wazijua, lakini ule wakati kwa umekuwa na stress huzikumbuki. Yeye ndio yakukumbusha sasa. Pitia haya mtume alipokonywa vitu vyake, alifukuzwa, alipigwa. Kwa hiyo nawe pia nayevumilia, wenda mpaka watulia, waona stress imekuondoka, kisha kuza utakula nini? Pike kwanza ule basi. Ona jaribu yani kukutuliza ile bongo lako. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam yalipompitikia hayo yote alikimbilia kwa Khadija. Akifika mwambie zamiluni, finikeni. Na hapa ndipo ilishuka ile ya ayuhal muzammil. Sawa? Mtume alipokuja amefinikwa, Jibril alimfuata huko alikokwenda, ya ayuhal muzammil qumil layla illa qalila. Kuna ya ayuhal mudaththir qum fa anzir, pia imeshuka katika sehemu fazammaluhu, wakamfunika hatta dhahaba anhu ar-raw, mpaka kuliko bega kwa muondokea. Na Khadija alikuwa akijifungua ile nguo yake akiata nyele wazi, kisha muuza Mtume, wamuona wewe unamuona basi muone. Kisha na Khadija hujifunika akawa katika stara, wamuona ambaye huyu hapa namuona, akamwambia huyu si shetani, mimi ni shetani. Mashetani hupenda kuangalia wanawake. Huyu mbona mimi nikijifungua yeye hukimbia huondoka, na nikijifunika nikiwa na stara. Na Khadija ndio mwanamke pekee yake aliyoletewa salamu na Mola Subhanahu wa Ta'ala, akituma Jibril alayhi salam, mwambia inna Allaha yuqri'uka salam, mwambia na Khadija Mwenyezi Mungu amsalimia. Na Khadija radhiallahu ta'ala anha warḍaha. Kisha leo mtu aje kwambia nyinyi wanaume, Mtume alikaa na Khadija peke yake, hakumuolelea mke wa pili mpaka alipokufa. Wewe waweza kuwa na Khadija? Na Khadija alitoa pesa yake akampa Mtume, njoo unioe. Mimi usinipe pesa, hebu niambie nikuoe bure kama waweza. Kwa ni mwanamke peke yake ambaye yuko ndani ya dunia hili, kisha akaletewa habari na Mwenyezi Mungu, mwambie na Khadija Mwenyezi Mungu amwahidi pepo. Yaani yeye waishi, lakini yajua mimi niko peponi. Mwambie ana nyumba huko, nyumba imejengwa, hakuna dhiki, hakuna kero huko alikowekewa. Na Khadija radhiallahu ta'ala anha wa ardhaha. Basi na Khadija akaanza kumweleza Mtume, akaanza kumweleza mke wake, nimeona hivi, nachelea, inawezekana nimetokewa na shetani. Angalia na Khadija yomtuliza mume wake, mwambia kalla abshir, hata bishara njema, wallahi fa wallahi la yukhzika Allahu abada, Mwenyezi Mungu wewe hawezi akakuteza shere, hawezi akakutia hizaya, hawezi akakutia aibu. Kwa nini? Innaka la tasilu rahim, Muhammad wewe waunga uzao, huwakati jamaa zako. Leo watu wakatana jamaa zao. Ukifungukiwa kidogo na dunia huwataki watu wako, ukifungua kidogo na dunia waona marafiki ni bora kuliko jamaa zako. Sisi tuambiana kila siku, ndugu zangu, siku utakapougua pale Makadara ndio utajua marafiki au familia yako ndio familia yako. Watakubalishwa pampers, watakubalishwa hivi, mke aweza kukukimbia, marafiki waweza kukutoroka, lakini familia yako itakuata pale. Nishaona mtu auguzwa na dadake mdogo, si mdogo kwamba ni umri mdogo, lakini ukiangalia umri wajua huyu dadake ni mdogo kumliko, na ana wake wawili. Huwa kutakuwa na mitihani itakavyokuwa katika ndoa, lakini kuna mahali ikifikia silaha ziachiliwe, watu waangalie jambo kama limeshuka. Lakini amekimbiwa na wake zake, familia haikumtaka, dada yake mdogo ametoka mumewe, na shemeji naye kama ni mzuri pia, muuguzi kakako, nenda bimuguza ndugu yake. Sasa mara nyingine angalia vipi waishi na jamii yako. Na Khadija mwambia wallahi la yukhzika Allahu abada, Mwenyezi Mungu wewe hatakuteza shere, hatakutia fedheha, kwa sababu la tasilu rahim, wewe waunga uzao wako, watasduqu alhadith, wewe ni mkweli Muhammad, haujawahi kusema urongo, watahmilu alkalla, wabeba madhiki na matatizo ya watu, wataksibu almadum, ambaye kwamba hana wampa, kila ambaye kwamba hana akija kwako yuwapata, wamsaidia asokuwa nacho akakipata, wataqri dhaifa, wamkongoea mgeni akija kwako hapati kunyongeka, manake wamuonesha kwamba umfika nyumbani, watuinu ala nawaibil haq, na kila mwenye matatizo ya kweli wamsaidia, kila mwenye shida
wa mbele yake kumsaidia. Fantalaqat bi Khadija, na Khadija pamoja na kwamba amemliwaza mume wake, amemliwaza Mtume alayhi salatu wassalam, hakutosheka, akamtoa Mtume akaenda naye kwa ammi yake Waraqat ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza. Huyu tuambiwa alikuwa ni katika watu waliokuwa ni manasara na walikuwa wanajua Injili. Sasa yeye alikuwa akiandika Injili katika lugha yake asili, akiandika lugha ya Kiarabu. Sasa ikawa amesoma dalili za mtu kuwa mtume, Jibrili hutokeza vipi, alikuwa yajua baadhi ya mambo ya mitume yanayokuwa katika maisha yao. Kwa hiyo alipokuwa ni mtu mzima sana, mpaka mato yake pia shapofuka, na Khadija alipokwenda naye akamwambia, hebu msikize huyu mwakueleze. Mtume akayomueleza, nimeona hivi, nimeona hivi, nimeona hivi. Waraka akamwambia, hadha namus, huyu ni Jibrili aliyomuona wewe, alladhi unzila ala Musa, ni yule aliyoteremka juu ya Musa kule. Ya laitani fiha jadha, natamani ningekuwa na nguvu. Akunu hayya, ya laitani akunu hayya, natamani ningelikuwa niko hai. Hina yukhrijuka qaumuka, wakati watakapokufukuza jamaa zako. Angalia habari mtume yuapewa itakayotokea baada ya miaka kadhaa mbele. Huyu bwana amwambia, natamani ningekuwa na nguvu, natamani ningelikuwa niko hai, yani ningekuwa na umri siku utakapofukuzwa wewe. Mtume akashtuka, akamwambia mtume akasema, awa mukhrijiyahum, watanitoa mimi hawa watu wangu, watanifukuza? Akamwambia, naam, watakutoa. Waraka akamwambia, lam yati rajulun qattun bima ji'ta bihi, hakuna yoyote aliyekuja na hili ambalo kwamba watakuja nalo wewe, illa udia, isipokuwa vita. Yoyote mwenye kufanya kazi ya mtume na yoyote aliyokuja na utume ampigwa vita. Mitume wote wampigwa vita, hakuna mtume aliyokuja hapa akastarehe. Mitume wote wampigwa vita. Ukisoma Nabii Suleimani, kuna kipindi alipoteza pete yake, kateseka, kapitia dhiki, kapitia huku na kule. Kile Nabii Zakaria umepasuliwa pande mbili, pasuliwa katikati hapo mpaka kapasuliwa pande mbili, huko kaongoka huko. Nabii Yahya alichinjwa hasa na watu. Ukiangalia mitume kadha wa kadha, Qur'ani yasema walikuwa wakiua mitume. Kuna wale wa Banu Israila waliua mitume 70 kwa siku moja. Yaani mtume amuua, alafu mwingine kando asema na mimi pia ni mtume, yauliwa. Mwingine asema na mimi pia ni mtume, na pia yauliwa. Kwa siku moja waliua mitume 70. Hao Mayahudi na Manasara. Sasa mitume ndo sunna yao, ndio mwenendo wao, kupigwa vita ndo hali yao ya maisha. Nabii Isa amefukuzwa kwao, Nabii Musa na Firauni takumua hasa, na ukija kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ampita dhiki hizo, amepigwa, amefukuzwa Maka. Kuna mwaka waitwa amul huzni, mwaka wa huzni. Mtume alishukiwa na huzni kubwa, amekufa mke wake na Khadija, huyu tunemzungumza, na akafa na ammi yake Abu Talib, ambao ndio ndio ngao zake mbili kubwa zikimhami kipindi hicho. Kama tulivyosema kwamba visa vina faida, Mwenyezi Mungu kwa kumliwaza alimteremshia suratu Yusuf nzima, kisha akamtoa akampeleka Isra na Mi'raj kwenda kumpumbaza mtume kwamba umpitia sikitiko, umefiliwa na mkeo, umefiliwa na ammi yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamteremshia suratu Yusuf, kisha akamtoa akampeleka al-Isra wal Mi'raj, kutoka Makka mpaka Baitul Maqdis na kutoka Jerusalem mpaka mbinguni. Wadhalika litasliyati, kwenda kumpumbaza mtume. Mtume amwambia, watanitoa watu wangu. Asema hakuna aliyekuja na jambo kama hili isipokuwa alipigwa vita. Wa in yudrikni yawmuk, Waraka asema lau hizo siku hizo nitapatikaniwa mimi nipo, ansuruka nasran muazzara, nitakunusuru. Na sisi Waislamu tutafaa tumnusuru mtume alayhi salatu wassalam kwa namna yoyote. Usikubali kuona mtume akosewa adabu mahali, usikubali kuona dini yako yatezewa na mtu yoyote, usikubali kuona mtu yautweza Uislamu na uko katika mazingira kama hayo. Kwa uchache, kama huwezi, chukia uondoke, lakini ikiwa waweza, thibitisha kwamba mimi ni Muislamu na naupenda Uislamu wangu. Kwa hiyo ndugu zangu, mwenye kufanya kazi ya mitume atapitia ile ambayo kwamba wamepitia mitume alayhi salatu wassalam. Ashaddu nnasi balaan baada al-anbiya, wenyewe kuambia watu ambao kwamba watapata mitihani zaidi baada ya mitume, al-amthalu fal-amthal, ni watu wenye kufuata kazi za mitume, maustadhi, mashekhe, wanazuoni. Ibn Taymiyyah alikufia jela
amefungwa kabisa. Alimamu Ahmad ibn Hanbal alifungwa jela ya nyumbani, kama hakuna kutoka, wewe ndio jela yako ni hapo ndani ya nyumba yako. Mwanafunzi wake Ibn Taymiyyah ni Ibn Qayyim al-Jawziyya, pia naye alifungwa jela. So ukiwasoma wanazuoni utakuta wamepitia mambo mengi sana. Alimamu Shafi alikuwa kidogo auliwe. Kuna kipindi alikuwa kwa zungumzo wa al-Qur'anu makhluqun, je, Qur'ani imeumbwa? Ikawa Imam Shafi hakubali, hasemi kwamba Qur'ani imeumbwa. Qur'ani kalamullah, ni maneno ya Mwenyezi Mungu, na maneno ya Mwenyezi Mungu hayaumbwi. Akapelekwa mbele ya Mamun, atakukata kichwa. Akamwambia, wewe pia wasema Qur'ani makhluq, mkateni kichwa. Watu wampitia dhiki kama hizo katika maisha yao. Mustadhi hufungwa, kina Budrogo walifikia mahali wakapigwa marisasi. Ni hali ambazo zapitia duatu wa Kiislamu, lakini tu hakikisha ya kwamba mitihani inapokupitia wewe mwenyewe pia ukatika haki. Sababu mara nyingine inaweza kupitia mitihani ikawa ni mitihani ambayo umejitafutia mwenyewe, umerepu mtoto. Huwezi kutuambia kwamba mimi ni dai, ni ustadhi, kwa hivyo kama ni ustadhi ndio urepu watoto wa kike. Utafungwa, utauliwa, na utosema kwamba mitihani hupitia namna hii ni wanazuoni. Hapana, wewe umefanya makosa. Ni upitie mitihani katika kazi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Umesema kitu cha kikweli, serikali haikitaki. Yule Abdul Hamid Kishki Misri alikuwa akiambia serikali ukweli kula Misri, serikali ikawa haitaki, kamfunga, kisha katolewa, ikawa bado yaiambia serikali maneno, mwisho alichoma macho yake haya, ikawa haoni. Katika maneno aliyozungumza alisema, nashukuru kwamba siyaoni tena yale ambayo kwamba wanayafanya. Na hutuba zake nyingi sana ukiziangalia katika mitandao utazipata. Abdul Hamid Kishki, utaona hao Kishki wote wanaokuja ulimwenguni ni Kishki ambao kwamba wachukua jina lake. Nuruddin Kishki wa Tanzania haitwi Kishki, amechukua jina la Abdul Hamid Kishki. Tulibahatika pia kuitwa Kishki katika wakati wa soma, ni huyo Kishki, tumerudi huko kwake. Na wako tele Kisauni, kuna Kishki karibu sijui wangapi, wote warudi kwa Abdul Hamid Kishki almarhum. Lakini wamefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo da'wa, ndugu zangu, ina kazi nzito, da'wa ina mitihani yake, na Mtume alipitia mitihani. Hata mwanzo da'wa ilipokuwa yaanza, alimwambia na Khadija, ya Khadija, inqata'a waqtu raha, zile nyakati za kupumbaa, nyakati za furaha zimekwisha Khadija, sasa ni wakati wa kazi tena. Na Khadija alikufa kabla ya hijra kwa muda kidogo, hakuipata hijra na Khadija. Na ndio utaona Mtume alayhi salatu wassalam alipokuja kwenye fathu Makkah, watu warudi katika majumba yao. Alipoulizwa, Mtume, utashukia wapi wewe? Aliwaambia masahaba, mtengezeni hema langu mbele ya kaburi la mke wangu na Khadija. Manake awaambia masahaba, huyu mama hii da'wa yote ana mkono. Wawajadaka ailan fa aghna, Mwenyezi Mungu alikupata Muhammad huna kitu, ni maskini, tukakupa ukwasi. Ule ukwasi aliopewa Mtume ni ukwasi ambao kwamba alikuwa na Khadija radhiallahu ta'ala anha warda. Kwa hiyo amkumbuka na Khadija. Mtume alikuwa akitinda mbuzi kisha akimgawanya kwa marafiki wa na Khadija. Mpaka na Aisha kuna kipindi alikuwa na wivu na Khadija. Alikuwa mzee huyu, mbona bado wamkumbuka? Tunakwambia usiseme haya maneno. Laqad amanat bi yawma kafara an-nasu bi. Khadija huyu ameniamini kipindi ambacho kwamba watu wamenikufuru. Laqad a'tatni malaha yawma haramani an-nasu amwalahum. Huyu na Khadija amenipa mali zake kipindi ambacho kwamba watu walikuwa wameninyima, wamenifukuza, na amenizalia watoto na Khadija. Watoto wake 6 wote wana na Khadija. Mtoto mmoja tu Ibrahim ndio amemzaa kwa Maria al-Qibtiyya, lakini walobakia 6 wote ni kwa na Khadija. Na wake wengine walobakia wote wamemdhiminihinna na Aisha, hawakumzalia Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo hadithi yetu na kisa cha leo ni kwamba mwanzo wa kuletea wahi Mtume alayhi salatu wassalam, na faida zake ni nyingi. Mtume alianziwa na ndoto kuonesha kwamba kabla hajajiliwa na Jibrili awe ana hint ya nyuma ya kwamba kuna hili laja. Manake zile ndoto zamletea picha inayokuja mbele. Khalwa, ndugu zangu, mtu kukaa peke yake ni katika tabia nzuri za waumini, mtu awe nayo, kukaa peke yake kwa ajili ya ibada. Jaribu sana uwe na hii ibada ya kukaa peke yako, tena saa za usiku huko saa 8, amka mlilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuwa na wakati hasa, angalau chozi lako limwaike lillahi taala, Mwenyezi Mungu hatakuwata. Lakini khalwa, sio mbele za watu na nini. Likija mbele za watu hakikisha litoke kwa ikhlas, lakini likija peke yako, umelala umeamka usiku ukalia peke yako, basi Mwenyezi Mungu hatakuwata. Masahaba walikuwa wakisema, wakiambiwa kwamba fa in lam tadku fatabaku, ikiwa hamwezi kulia basi jilizeni, yani hakikisha umemwaga machozi kwa ajili ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa Mwenyezi Mungu pia akaja, hadithi hii atueleza kwamba mwanzo wa mazungumzo ilikuwa ni iqra, watu wasome. Manake asili ya kila kitu katika mambo ni mtu kuwa msomi. Taka jambo ni biashara, ni jambo lolote, hakikisha kwanza wasoma. Leo ndoa zaharibika, biashara zaharibika, familia zaharibika. Nini? Kwa sababu watu wanaopewa uongozi katika mambo kama hayo hawajakuwa ni wasomi wenye ilmu ya kuendesha mambo kama hayo. Mume apewa mke, hajakuwa na ilmu kamili ya kuweza kuishi na mke, au mke apewa mume, hajakuwa na ilmu kamili ya kuweza kuishi na mume, na mfano wa hayake. Mtu aweza pa uongozi wa kazi, hajakuwa na uwezo kamili wa kuongoza kazi kama zile. Ndio maana Mtume alipoanziwa na wahi aliambiwa iqra, soma bismi rabbika alladhi khalaq. Soma chochote katika maisha, lakini lengo ndio ni i'lau kalimatillah, kuweka juu kilima cha Mola Subhanahu. Nataka niwe dokta lakini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Nataka niwe engineer lakini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Nataka niwe pilot lakini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Utakachokisoma kisome kwa ajili ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fakana alwahyu alawwal linubuwati wa thani lirisala. Hadithi yatueleza ya kwamba hakuna kitu rahisi kama tulivyosema, na ndio utaona Mwenyezi Mungu alipomzungumza Nabii Yahya alimwambia nini? Ya Yahya khudhil kitaba biquwwa, ewe Yahya toa kitabu kwa nguvu. Hapa Mwenyezi Mungu alimwambia wazi Nabii Yahya kwamba kitabu hichi tunachokuletea, wahi huu utume, wafaa uwe strong, usiwe mtu legelege. Almu'minu alqawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min almu'min adh-dha'if. Mtume asema yule mu'min mwenye nguvu apendekeza zaidi kwa Mola kuliko yule mu'min ambaye kwamba amelemaa, mvivu, hajielewi, hafanyi chochote. Kwa hiyo kitabu Allah Ta'ala yukhadhu illa biquwwa, kitabu cha Mwenyezi Mungu hakitwaliwi isipokuwa kwa nguvu. Mtu uwe ni mkakamavu. Tukisema nguvu sio za kupigana, nguvu za kiakili, nguvu za kifikra. Mtume alikuwa na nguvu za kifikra, akiona mbali. Mtume alikuwa akiona mbali. Alipoambiwa futa, hatuamini wewe ni mtume. Walipokuja kwenye kuwekeana mikataba, mwambia hadha ma taahada alayhi Suhailu wa Muhammad Rasulullah. Yule bwana akamwambia futa ya Rasulullah, lau alimna annaka Rasulullah tusingekupiga vita, lau ungekuwa tunajua ni mtume tusingekupiga vita. Kwa hiyo futa, wewe ni Muhammad ibn Abdullah. Saidina Ali alikuwa hataki afute mtume. Mtume alimwambia nionyeshe hicho kilima. Mtume alikuwa hajui kusoma kilichoandikwa. Kwamba nionyeshe mahali palipoandikwa kwa Rasulullah, akafuta yeye Mtume alayhi wasallam. Saidina Ali alikataa. Lakini Mtume alikuwa shaona mbali kwamba hizi fikra hizi ambazo nalea nazo masahaba na Uislamu na ile muawana na msaada wa Mwenyezi Mungu itakuja kuwa na nusra huko mbele. Alipokwenda zake Taif, amepigwa mawe, Jibril ameshuka kwamba tuadhibu. Mwambie la, siadhibu. Hawa hawajui, wakijua hawatofanya. Sasa Taif wataona zuoni. Sasa Mtume alikuwa na hiyo fikra, yani nguvu ya kuona mbali. Uwe ni mtu baidul marma, naona mbali sana. Unaona kama vile draft, nampa mtu mmoja unamla tatu. Sasa uwe na akili kama hiyo. Sio akili ya draft pekee yake, ni mfano, lakini uwe na akili mpaka katika mambo ya kiakhira. Kwa hiyo kitabu Allah la yukhadhu illa biquwwa, lianna Jibril alayhi salam dhamma an-nabiy, Mtume akabanwa liyaltaqi al-amra tuhbatin wa yakhudhu biquwwa, ili atoe jambo kwa nguvu. Kama sisi tunachokupa tukupa kitu kizito, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, tukupa neno zito wewe. Kwa hivyo tunapokupa tukupa kwa uzito. Qur'ani si kitu, law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Law al-Qur'ani ingeteremshwa juu ya jabali lingevundika kwa kuteremshwa na Qur'ani. Leo utakuteremsha wewe Muhammad, lazima uwe strong, uwe imara. Na ndio waeleza wenyewe wasema wahi ulipokuwa umeshukia mtume kwa kubadilika akiwa mwekundu, sababu wahi ulikuwa una uzito. Wahi ulikuwa ni uzito. Ndio Yahya akaambiwa khudh alkitaba biquwwa fahunaka bilqawli wa huna bilfi'li wal amr. Huku mtume aliambiwa kwa maneno Nabii Yahya, lakini hapa aliambiwa kwa vitendo. Mtume Muhammad alibanwa mbavu na akapitia shida. Na kuja kujua kwamba Jibril ana umbile kubwa, risala tumelizungumza.
Kisha swali la mwisho ambalo kwamba ningependa tulizungumze ndugu zangu, ingawa tunatoka katika wakati, ni nana Khadija na Aisha. Nani bora kati ya Khadija na kati ya nana Aisha? Ndio za kutofautisha. Je, bora ni Khadija? Je, bora ni Aisha? Nana Khadija bintu Khuwailid ni awwal zawjati nabi, ndio mke wa kwanza wa Mtume, wa awwal man amana bihi, na ndio wa kwanza kumwamini katika wanawake. Wasaddaqahu qabla kulli ahad, kabla yoyote yeye ndio alimwamini. Wathabbatat jashahu wa madat bihi ila ibn ammiha Waraka, akamtoa akaenda naye amezunguka naye. Kisha waqad amarahu Allah ta'ala an yubashshiraha bi baitin fil janna, Mwenyezi Mungu alimpa amri Mtume mpe bishara Khadija kwamba ana nyumba peponi, min qasabin la sakhabin fihi wala nasab, ndani hakuna mayowe, hakuna kelele, kuna amani na hakuna kero. Lam yatazawwaj fi hayatiha bisiwaha, katika uhai wa Khadija Mtume hakuwa mwingine isipokuwa Khadija, lijalaliha wa idhami mahaliha inda, kwa ule utukufu aliokuwa nao na sehemu yake aliokuwa nayo kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Waqad matat qabla alhijrati bisanatin wa nisf, alikufa kabla Mtume kutoka Maka kwenda Madina kwa mwaka na nusu, manake hakuipata hijra na Khadija radhiallahu anha. Wanazuoni wametofautiana nani mbora kati ya Khadija na Aisha, sababu Aisha tuambiwa ndio ahabu azwaji nabii, ndio mke anaopendekeza zaidi kwa Mtume, lakini na Khadija ndio mke mtukufu zaidi kwa Mtume. Khadija afdal lianna laha mazaya lam talhaqaha Aisha fiha. Wenyewe kwa baadhi ya wanazuoni wasema Khadija ni bora zaidi kwa sababu ana mambo ambayo kwamba na Aisha hakuwa nayo, na baadhi ya wanazuoni wenyewe wakasema kwamba la, Aisha ni bora zaidi kwa sababu Mtume alisema katika hadithi ya kwamba fadhlu Aisha ala nisai, ubora wa nana Aisha mbele ya wanawake wengine, tafadhali thuridi ala sa'ili ta'am, ni kama ubora wa mkate wa maziwa mbele ya vyakula vingine. Kile chakula best, basi yeye ni best na Aisha kuliko vyakula vingine. Kama mna chakula chenu kizuri wakati huu, basi chakula kizuri mfano wake mbele ya vingine ndio mfano wa nana Aisha mbele ya wanawake wengine. Wa anna laha mazaya lam talhaqa Khadija biha, na pia na mambo ambayo kwamba Khadija hakuwa nayo. Lakini wanazuoni wengine wakasema kila mmoja kati yake, yani Khadija na Aisha, kila mmoja ana mabora aliokuwa nayo mwingine hana. Mwanzo wa utume bila shaka kuna mambo kwamba yamepatikana kwa Khadija ambapo kwamba hakuwa nayo Aisha, lakini pia na Aisha Mtume amekufa akiwa na miaka 18, na Aisha ameolewa akiwa na miaka 9. Mtume akifa na Aisha na miaka 18 na amekufa akiwa na miaka 66. Sasa piga hesabu kutoka miaka 18 mpaka 66, umri wake wote wa Aisha ameutumia katika da'wa, kueneza elimu. Alikuwa ni msomi, na Aisha alikuwa ni msomi, mpaka masahaba baadhi walikuwa wakidhikika na mambo ya kisomi bora kwa na Aisha. Hadithi ya Aisha Mtume akifanyaje? Kuna hadithi zile waambia, je, mke na mume anaweza kuoga na mkewe yani bafu moja? Mtume Aisha akiwaambia kwamba kuntu aghtasilu ana wa rasul, ama ana wa nabii, nilikuwa nikioga mimi na Mtume katika chombo kimoja, nikitia mkono mara mikono yetu na Mtume yakutana huko ndani, mimi namwagia Mtume, Mtume nimwagia mimi maji. Kwa maswahaba akajua kwamba wao kumbe kuna uharamu, wakatoa hadithi, walikuwa hawajui. Kwa hiyo kuna mambo ambayo waliyajua kupitia na Aisha radhiallahu ta'ala anha wa. Kwa hiyo kuna mambo ambayo kwamba alikuwa nayo Khadija ambayo kwamba hakuwa nayo Aisha, na kuna mambo ambayo kwamba alikuwa nayo Aisha hakuwa nayo Khadija. Kila mmoja ana mabora yake katika maisha yake aliyoishi nayo na Mtume. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba huyu ni bora kuliko, kwa sababu kila mmoja aliishi maisha yake tofauti na mwingine. Huyu aliishi naye Mtume wakati wa risala, akipewa utume, aliishi naye tangu ni barobaro, Mtume miaka 25 mpaka kufika miaka 40 na akamzalia, tofauti na huyu ambaye kwamba amempata Mtume ni mtu mzima, pia naye akafanya da'wa baada ya kufa Mtume. Kwa kila mmoja ana ubora wake kuliko mwingine, na tukija kwenye kukutanisha kwamba nani bora kuliko mwingine, tutakuja kusema ya kwamba kila mmoja ni bora kivyake kulingana na aliyoyafanya na alivyokuwa na Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo ndugu zangu, kisa chetu cha kwanza ni kuanza kuzungumza kuhusu badul wahi, namna wahi ulivyoanza kwa uchache, niche ambacho kwamba tumekieleza, na natarajia inshallah kila siku tu tuna kisa kimoja, tusio tutarejelea visa, yani tusianze kisa leo ni tukimaliza kesho, sababu ni vingi. Natarajia inshallah kila siku tueleza kisa kimoja. Nini lengo? Ni kupata mazingatio. Ndugu zangu, tuzingatie, kuna hili lilitokea, tutapata faida gani katika jambo kama hili? Kumetokea jambo hili, tuzingatie nini katika, tuaidheka na nini katika hili? Na visa vina mazingatio ndugu zangu, kama sura Qur'ani ambayo kwamba inatuashiria laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Katika kisa chao wale Nabii Yusuf na ndugu zake
kulikuwa na mazingatio, na sio cha Nabii Yusuf na ndugu zake tu, visa vyote vya ulimwenguni mpaka cha Firauni, kisa chake pia nacho kina mazingatio ndani. Mtu usikie ukajiita Mungu, maana utazingatia, utapata kwamba Firauni anajiita Mungu, wewe uweze muita hata mwanao jina la Firauni kwa sababu ya kisa kibaya alichokuwa nacho. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakaha anta waliyyu mawlaha wa anta nasiruha ala man adaha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله